Mojawapo ya mindset shift ambayo imenisaidia mimi as a single woman ni kutambua kwamba I have a choice, na mimi ninao uchaguzi inapokuja habari ya mwanaume ambaye nitaruhusu kuingia kwenye maisha yangu, kuwa kwenye mahusiano naye na hatimaye ndoa, as opposed to mwanaume kuja kwenye maisha yangu ni kama bahati, ni kama he's doing me a favor, na badala yake kutazama kwa namna ya kwamba I also have a say and choice in this, na sio tu kukubaliana na kukubaliana na jinsi huyo mwanaume alivyo, however he is, hata kama yuko anafanya vitu au ana behave kwa namna ambayo hainisaidii mimi au inaniumiza au inanikwaza au haongezi thamani kwenye maisha yangu. I'm looking hapo, kuna vitu niliandika, na the fact kwamba it's not just kwamba nikisema nina bahati kwamba nina bahati kuchaguliwa na huyo mtu, na kwamba I should just be thankful kuna Emana ambaye ameonyesha interest, na I should just accept them anyhow, jinsi tu vyovyote walivyo, hata kama it's costing me, hata kama inanigharimu mimi. Kwa nini nasema hivi? I am saying this kama mtu ambaye who struggled with people pleasing for a very long time, and I'm still working on that, na Mungu anaendelea kunisaidia. Nasema hivi pia as a woman who struggled with codependency. Sijui namna nzuri sana ya kuelezea kwa Kiswahili, lakini ile hali ya kuweka thamani yako, au yani namna unavyojiwazia, namna unavyojitendea inategemeana na I don't know, sijui namna nzuri ya kuelezea kwa Kiswahili, lakini ni hata wakati mwingine kujidiminish ili kumpendeza mtu ambaye uko kwenye relationship naye. Yaani ni kama kutumia mahusiano kama like a clutch. Not a clutch. Maybe a clutch. Like nataka kusema crutch, ile ya ukiumia mguu na huwezi kutegemea mguu wako, kwa hiyo unapewa ile nadhani ni gongo kwa ajili ya kukusupport. Kwa hiyo ninazungumza hivyo ni kama nazungumza hivyo kama mtu ambaye I struggled for years with codependency, mpaka pale ambapo nipoamua kumpa Yesu maisha yangu, na it has been a process. Naweza nikasema ninaendelea vizuri. So hiyo mindset shift ilinisaidia mimi kuweza kuona kwamba I need standards ili niweze ku make a choice. I need to understand what I want, the kind of life I want to live, na hii itanisaidia kuamua ni aina gani ya mtu ambaye mimi nitaona anafaa. In fact, hata ile hali ya kuona kwamba yani ile imani ya kuwa not really imani, but ile kwamba what kind of a man would I want, for a very long time sikuweza kujibu hilo swali, because I believed kwamba the fact that he chose me, he showed interest in me, that's enough. Na sikuwa najipa kipaumbele au sikuwa najiona kama nina uchaguzi inapokuja kwenye swala la the kind of man that I will allow into my life or I will get in a relationship with. Kwa hiyo imenibadilisha kwa kweli, kwa sababu then imenilazimu sasa na mimi ku have like standards, like ni values gani ambazo zinaongoza, kwa sababu values ndo zinaongoza maamuzi yetu. Ni values gani nitakuwa na, values zangu ni zipi, kujiuliza sasa values zangu ni zipi na kuzizingatia when it comes to the kind of man I would entertain, and even the kind of man I would say okay, huyu ni mtu ambaye I believe tunaweza tukaenda mahali, we can build something. So it really helps when you, kwa sababu ukiwa kwenye ule mtazamo wangu wa zamani, you feel powerless, you feel like you have no choice. Lakini
when it comes to mtazamo huu wa kuona kwamba you also have a say, you have a decision, you have a choice, inakuwa rahisi zaidi na wewe kuona, hata kama ni kumblock mtu, hata kama ni mtu ni msumbufu, of course, kukataa. Like for me, kumkataa mtu, I was, yani I used to be mama huruma kwa kifupi. I would be like, sasa nitamkataaje? Like, you know, I would jiumiza mimi. I would kumkubali mtu at my cost. Yani nita hata sio kumkubali, wakati mwingine hata kuentertain mtu at my perishing. So once that transformation, once that mindset shift happens, you can never go back. Na itakusaidia kama a single woman kufanya better choices, kwa sababu then unabidi utafakari, fikiria, kwa sababu unajua, I think one of the challenges, kwa sababu ya namna Mungu ambavyo ametumba, we express ourselves through emotions zaidi kuliko wanaume, and because of that, okay, not that, the fact kwamba Mungu ametumba kama naturals, nadhani kwa sababu tunatakiwa kubeba mimba, kuzaa watoto, so kuna ile hali ya maybe atabadilika, maybe he'll become better, nitambadilisha. That's not healthy. I'm not saying upate mtu perfect, but get someone who is doing something to work on themselves, kwa sababu hamna mtu ambaye ni perfect. So yeah, it really helps unapotoka kwenye hiyo shift ya like you're powerless, like you don't have a choice, like amenionea tu huruma, like yeah, there is a difference. So yeah, just wanted to share that kwa leo. I won't make any promises or anything, but I will do better when it comes to sharing content home, because I've been coming and disappearing, but I will do better. I'll be more consistent. Basi asante kwa kunisikiliza. Take care. Please share this na mrembo mwenzio ambaye unaona ata benefit na this conversation. Please subscribe to the channel. Take care and bye.